yamekuwa hayo bi anna Allah, kwa sababu Allah huwa alhaqu, yeye ndiye wa haki na waliobakia wote ni batili. Wa annahu, na hakika yeye yuhyi almauta, ndiye ambaye anafufua wafu. Wa annahu ala kulli shay'in kadiru, na hakika yeye juu ya kila kitu anaweza, hashindi na kitu. Dhalika alladhi dhakarna, yayo ambayo tumeyataja, lakum kukutajieni nyinyi, min bad'i khalqikum, kuanzia na mwanzo wa kuumbwa kwenu, wa atwarakum, na zile nyanja zenu mlizopita kutoka huku mkaingia kwenye mji fulani, wa ahwalu man yuladu minkum, na hali za wale wanaozaliwa miongoni mwenu. Yote hayo yamefanywa liajili an tu'minu, kwa sababu tu muamini, bi anna Allah, muamini kwamba Allah alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni, huwa alhaqu, yeye ndiye wa haki, alladhi, ambaye la shaka fihi, hakuna shaka kuhusiana na yeye kuwa ndiye Mola wa haki. Bi khilafi ma ta'buduna, tofauti na hayo mnaoyaabudia, min asnamikum, kutokana na masanamu yenu, hayo sio ya haki. Lakini pia walitu'minu, pia muamini, bi annahu yuhyi almauta, kwamba yeye anahuisha wafu. Wa annahu ala kulli shay'in kadiru, na hakikaji wa kila kitu anaweza. La yu'jizuhu shay'un, hashindwi na kitu chochote. Dhalika alladhi dhakarna, hayo ambayo tumeyataja, lakum kukutajieni nyinyi, min bad'i khalqikum, kuanzia uanzaji wa uumbwaji wenu, mwanzo wa kuumbwa kwenu, wa atwarikum, na nyanja zenu mlizopita. Kwanza mmepita kwenye manii, mkenda kwenye pande la damu, mkenda kwenye pande la nyama. Wa ahwali man yuladu minkum, na hali za wale wanaozaliwa miongoni mwenu. Yote haya Allah kakutajieni liajili an tu'minu, kwa sababu tu muamini, bi anna Allah, kwamba Allah alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni, huwa alhaqu, yeye ndiye wa haki wa kuabudiwa. Alladhi, ambaye la shaka fihi, hana shaka ndani yake katika kuwaeni wa haki, ilo jambo halina wasiwasi. Bi khilafi ma ta'buduna, tofauti sana na wale mnaoabudia, min asnamikum, katika masanamu yenu, hao sio wa haki, hawajaumba chochote. Walitu'minu, lakini pia mmetajiwa, mliotajiwa pia, lengo la pili mpate kuamini, bi annahu yuhyi almauta, kwamba Allah kwa kuwa ndiye aliyeumba, basi pia ndiye ambaye atahuisha wafu. Wa annahu ala kulli shay'in qadir, na hakika yeye kila kitu anaweza. La yu'jizuhu shay'un, hashindwi na kitu chochote. Lakini pia wa anna sa'ata, pia mnatakiwa muamini na mjue ya kwamba kiyama atiyatun, kiyama kitakuja tu, kipo. La raiba fiha, hakina shaka uwepo wake. Wa anna Allah, na hakika Allah, yab'athu man fil quburi, atawafufua walioko makaburi. Wa anna sa'ata atiyatun, na kwamba mujue na muamini ya kwamba kiyama atiyatun, kitakuja, kipo. La raiba fiha, hakina shaka uwepo wake. Wa anna Allah, na hakika Allah, yab'athu man fil quburi, atawafufua walioko katika makaburi. Walitu'minu, na pia muamini, bi anna sa'ata atiyatu, ya kwamba kiyama kitakuja. La shaka, hakuna shaka, fi itiyaniha, katika ujaji wake. Wa anna Allah, na kwamba Allah, yab'athu almauta, atawafufua wafu, min quburihim, kutoka makaburini mwao. Lengo liujazihim, ili awalipe, ala a'malihim, juu ya amali zao au matendo yao waliyotenda. Walitu'minu, na muamini, bi anna sa'ata, ya kwamba kiyama atiyatun, kitakuja tu, kipo kiyama. Tena la shaka fi itiyaniha, hakuna shaka katika ujaji wake kiyama, hauna shaka. Wa anna Allah, na hakika Allah, yab'athu almauta, atawafufua wafu, min quburihim, kutoka makaburini mwao. Liujazihim, ili walipwe, ala a'malihim, juu ya matendo yao. Lakini wa minan nasi, kuna baadhi ya watu,
man yujadilu fillah, ambao wanaleta mijadala kujadiliana kuhusiana na uwezo wa Allah. Kuna maneno walamma dhakara Allahu, na pale alipotaja Allah subhanahu aliyetakasika, hala dhalali, hali ya wapotevu, bisababi taklidi, kwamba wamepotea kwa sababu ya kufuata, fil ayati thalitha, katika aya 3, dhakara hala dhalal, sasa anakuja kutaja hali ya upotovu, ruusi al-kufri, ya viongozi wa ukafiri, fi hadhihi al-aya, katika aya hii. Walamma dhakara, na baada ya kutaja Allah subhanahu aliyetakasika, hala dhalali, hali za wapotevu, bisababi taklidi, waliopotea kwa sababu ya kufuata, fil ayati thalitha, kwenye aya ya 3 hiyo, basi sasa anakuja kutaja dhakara, anakuja kutaja hala dhalal, hali ya upotovu, ruusi al-kufri, ya viongozi wa ukafiri, min fi hadhihi al-ayati, katika aya hii. Fakala, akasema, wa minan nasi, na wako watu hawa ni wale viongozi ambao wanajifanya wanajua wao, man yujadilu fillahi, wanajadiliana kuhusiana na Allah, uwepo wa Allah, uweza wa Allah, tena bighairi ilmi, wanajadiliana pasi na elimu, hawana elimu, wala huda, wala hawana uongofu, wala kitabi muniri, wala hawana kitabu ambacho chenye kuwapa mwanga katika hiyo. Hapa Allah anatuonyeshea jamani mambo matatu muhimu sana, kwamba mtu kumbe ili aweze kuongoka, aweze kuona njia sahihi, kuna hitaji mambo matatu. Kwanza awe na elimu aipate, lakini elimu hataipata, lazima awe na muongozaji, maana yake mwalimu wa kumuongoza katika elimu. Lakini hiyo elimu ataipata wapi? Lazima kwenye vitabu. Tupo ndio maana akasema kuna watu man yujadilu fillah, wanajadiliana kuhusiana na Allah bighairi ilmi, hawana elimu. Kumbe mtu alitakiwa anapofanya mjadala awe na elimu, na hii elimu wala huda, wala hana uongofu. Ili uipate elimu uwe na mtu akuelekeze, maana yake akusomeshe. Kwa hiyo wao hawakuwa na elimu wala hawakuwa na huda wa kuwaelekeza kwenye elimu, wala kitabu munir, wala hawakuwa na kitabu ambacho kinawapa mwanga kwenye hayo walionayo. Kwa hiyo binadamu anatakiwa apate elimu. Tupo awe na elimu, lakini elimu lazima apate na huda, manake hadi wa kumuelekeza kwenye hiyo elimu, lakini lazima apatikane kitabu ambacho ndicho kitakuwa kije kutoa nini? Elimu. Kwa hiyo kwanza apate kitabu, sawa, alafu apatikane huda, yani muongozaji wa kumuongoza au wa kumuelimisha. Tupo pamoja ndipo atapata hiyo elimu. Akishapata elimu sasa ujadiliane na mtu. Wa minan nasi, wako baadhi ya watu, man yujadilu fillahi, wanaleta mijadala kuhusiana na uweza wa Allah na uwepo wa Allah, bighairi ilmi, pasi na elimu, wala huda, wala hawana uongofu wowote, hawana mwelekeo, wala kitabi muniri, wala hawana kitabu chenye kuwapa nuru au ili kuwatoa mwanga. Akasema wa minal kufari, wako miongoni mwa makafiri, man yujadilu fi tauhidillah, wanaojadiliana kuhusiana na upweke wa Allah, wanaona Allah hawezi, kwani Mungu sio mmoja. Bighairi ilmi, wanajadiliana pasi na elimu, minhum, inatokana na wao, yasiluna bihi, ambao itawafikisha elimu hiyo ila alhaqi, kwenye haki, hawana. Wala tibai hadi, wala hajafuata hadi, muongozaji, yadulluhum, wa kuwafahamisha alaihi, kwenye hiyo haki. Wala kitabi mudhi, wala hawana kitabu chenye kuwaangazia,
munazzalu min indillah, ambacho kimeshuka kutoka kwa Allah, yahdihim ilayhi, ambacho kitawaongoza na kuwaelekeza kwenye hiyo haki. Wa min al-kuffari, na wako miongoni mwa makafiri, man yujadilu fi tauhidillahi, wanajadiliana kuhusiana na upweke wa Allah, fi tauhidillah, katika upwekekaji wa Allah, bighairi ilmi, pasi na elimu, minhum, inayotokana na wao, yasiluna, ambayo elimu itawafikisha wao, bihi, elimu hiyo, ila alhaki, kwenye haki, hawana elimu hiyo, wala tibai hadin, wala hawajafuata muongozaji ambaye yadulluhum, atawaelekeza, alaihi, juu ya haki, wala kitabi mudhi, wala hawana kitabu chenye kuwaangazia, munazzalu min indillahi, ambacho kimeshushwa kutoka kwa Allah, yahdihim ilaihim, ambacho kitawaelekeza kwenye haki, hawana kitabu, wanajiendea tukibugu sasa. Thaniya itfihi, yani mtu unamkuta ubishi alionayo, thaniya itfihi, anageuza shingo yake, anakunja shingo, hana kitabu, anaonyeshwa haki, akionyeshwa haki. Tuko pamoja? Yani unamuelekeza, bwana, hii hapa njia. Thaniya itfi ay la wa'unaka, anakuja shingo, maana hataki ile haki kuielekea. Thaniya itfihi, anakunja shingo yake, kwa maana anageuza shingo yake, kichwa chake kabisa, hataki kuangalia kwenye haki. Lengo nini? Liudhilla an sabilillah, ili kuwapotosha na wengine katika njia ya Allah, kwamba akionekana yeye hakutaka kuangalia. Watu wengine wanatazama baadhi ya viongozi wao wanapofanya, wao ndivyo na wafanyao, tena akwambia Samia, bwana, mpaka niambiwe na fulani ndio nitafanya hivi. Sasa wao wakishakunja shingo hivyo, hawataki kuitazama haki, maana yake kuwafanya na wafuasi wao nao wawafuate, kuwapoteza kwa ufupi. Thaniya itfihi, anakunja shingo yake kwa kukataa. Lengo la kukunja shingo, liudhilla an sabilillahi, ili kuwapotosha na wengine katika njia ya Allah, wataona kwamba si haki. Lahu, atapata mtu kama huyu, fi dunia, hapa duniani, khizyun, atapewa hizaya, shida. Halafu wanudhikuhu, na tutakuja kumuonjesha yaum alqiyama, siku ya kiyama, adhab alhariqi, adhabu ya kuteketea kwa moto. Thaniya itfihi, anakunja shingo yake, anageuza shingo yake, hataki kutizama haki kabisa. Lengo liudhilla, kuwapotosha wengine, an sabilillahi, katika dini ya Allah. Lahu, atapata mtu huyu, fi dunia, duniani, khizyun, hizaya, yani shida, atapewa shida hapa duniani. Halafu wanudhikuhu, tutakuja kumuonjesha yeye yaumal qiyamati, siku ya kiyama, adhab alhariqi, adhabu ya kuteketea kwa moto. Lawiyan unukahu, anageuza shingo yake, takabbura, kwa kiburi. Lengo liyusrifa nnasa, ili kuwageuza watu au kuwatoa watu anil imani, kwenye kuamini, na waone kumbe bwana itakuwa sahaki. Wadukhuli fi dinillah, na kuwageuza watu kutokuingia kwenye dini ya Allah. Anasema liman, yule ambaye hadha wasfuhu, hizi ndiyo sifa zake, atapata dhullun fi dunia, udhalili duniani. Kwa nini? Bima yulhikuhu, kwa kile atakachopambana nacho, min iqabi, katika adhabu. Wanudhikuhu fil akhirah, na tutakuja kumuonjesha akhira, adhaba nari, adhabu ya moto, almuhraka, wenye kuteketeza au wenye kuunguza. Lawi ya unkahu, anageuza shingo yake kutaka kuelekea haki, hataki kabisa, afanya hivyo takabburan, kwa kiburi. Lengo liyusrifa nnasa, kuwageuza watu anil imani, wasiamini, wadukhuli fi dini, na wasiingie katika dini Allah ya Allah. Liman, basi kwa yule ambaye hadha wasfuhu, hizi ndiyo sifa zake alizonazo, huyu dhullu, atapata udhalili fi dunia, duniani, bima yulhikuhu, kwa kile atakachokumbana nacho, min iqabin, kutokana na adhabu. Wanudhikuhu fil akhirah, na tutamuonjesha akhira, adhaba nari, adhabu ya moto, almuhraka, wenye kuunguza.
dhalika, atayapata hayo, kwa maana hayo kuunguzwa moto, bima kaddamat yadaka, kwa sababu ya mambo yaliyotangulizwa na mikono yako mwenyewe. Wa anna Allaha, na hakika Allah, laisa bidhallami lilabidi, si mwenye kumdhulumu myote. Maana yote hayo kupewa khizaya duniani, yani udhalili duniani, na akhira adhabu ya moto, hii si kwa sababu ya kudhulumiwa, ni kwa mambo aliyoyafanya mwenye wake. Allah hajamdhulumu kwamba labda atamuongezea mikosa ambayo hajafanya au ampunguzie katika mema yake, hamdhulumu. Kwa hiyo hizo adhabu zote ni kwa sababu dhalika, adhabu hizo, bima kaddamati, kwa sababu ya yale yaliyotangulizwa yadaka, na mikono yako mwenyewe. Wa anna Allaha, na hakika Allah, laisa bidhallami lilabidi, si mwenye kumdhulumu mja yoyote. Wa yukalu, patasemwa lahu, kuambiwa yeye, dhalika aladhabi, adhabu hiyo, dhalika aladhabu, adhabu hiyo, alladhi dhuktahu, ambayo umeionja, hiyo umeionja bisababi maktasabtahu, kwa kile ulichokichuma, minal kufri, katika kufuru, wal maasi, na maasi. Wallahu la yuadhibu ahada, na Allah hamuadhibu yoyote, min khalqihi, katika viumbe wake, illa bidhambi, isipokuwa kwa kosa. Kiadhibiwa maana ana makosa, ndio maana anaadhibiwa. Kama hana makosa Allah anaadhibu. Wa yukalu lahu, na patasemwa kuambiwa yeye siku hiyo, dhalika aladhabu, adhabu hii, alladhi dhuktahu, ambayo umeionja au umeonjeshwa, bisababi, sababu yake, maktasabtahu, ni kwa kile ulichokichuma mwenyewe, minal kufri wal maasi, kutokana na kufuru na maasi ulioyafanya. Wallahu la yuadhibu ahadan, na Allah hamuadhibu yoyote, min khalqihi, katika viumbe wake, illa bidhambi, isipokuwa kimuadhibu, anamuadhibu kwa dhambi, kwa kosa, kwamba ana makosa ndio maana anaadhibu. Wa minan nasi, na wako baadhi ya watu wengine, man ya'budu Allaha, wanamuabudu Allah ala harfin chancha, wanachungulia, ni wana mashaka bado na Uislamu. Kwa hiyo haingii sawa sawa, wanasema mguu nje mguu ndani, yuko chancha huko. Wajua kikanchancha, samahani ni kidogo, ilikuwa tukenda skuli sisi na wenzangu, tunakwenda skuli yetu, ilikuwa kipindi hicho tutapita maporini, si tofauti na nyinyi jamani siku hizi Basi ilikuwa maporini, mna njia zile ndogo ndogo, mara unakutana na nyoka, mara unakutana na mashaka gani. Basi ilikuwa tunashindana kupita mbele, ili mtu kama kuna nyoka, yule wa mbele si ndio anakumbana naye, tunapita kwa zamu, kila mmoja atakaa kae nyuma. Kwa nini huyu wa nyuma ndio chancha Maana yake yule wa nyuma, yule wa mbele akifanya hivi tu, huyo wa nyuma yeye atakuwa vipi? Kesha pafika mbali sana. Kwa hiyo wako watu wanamuabudu Allah katika hali kama hiyo, mchanja. Maana yake yuko huku nyuma huku, ikitokezea yeye hayupo. Ndio maana yake. Wengine wanasema ana imani ya kutikavu. Kutikavu likija upepo linadondoka. Kwa hiyo wa minan nasi, wako baadhi ya watu, man ya'budu Allaha, wanamuabudu Allah ala harfin chancha. Huyu sasa, fa in asabahu khairu, kama akipata khairi, haitma annabi, anatulia, anakuwa muislamu wa kweli. Yani kama hali iko salama, muislamu mzuri. Lakini wa in asabathu fitnatu, ikitokea mtihani, inqalaba ala wajhihi, anaanguka kiusouso, anaanguka ala wajhihi, kiusouso. Huo ni muanguko mbaya lakini hawaujui, wanaujua wale watu wa mazoezi, ndio wanaujua kwamba mtu anaanguka usouso. Aliye na mazoezi haanguki kiusouso, anaanguka uzuri. So wanajua wenye wao, si ndio? Hata akipigwa mtama basi anaanguka uzuri, haanguki kama gunia pu, au sio? Mbona muitikia hapo, muogopa?
Sio mkaniuliza kwani wafanya mazoezi, mimi sifanyi mazoezi. Anaanguka uso, manake anaanguka vibaya kweli kweli. Jamani, uangukaji hapa ni majazi, lakini hapa uangukaji umetajwa kwa majazi, manake si kwamba ndo anaanguka kuanguka tu, yani anaanguka kwa maana kwenye ule Uislamu na kwenye imani, yani yeye ndo akadondoka kabisa, tena anadondoka vibaya, manake anakuwa hayumo kabisa. Imefananishwa na mtu ambaye kadondoka kiuso, kifudifudi. Huyo khasira dunia wal akhirah, atakuwa amekula hasara duniani na akhira pia. Dhalika, na huko kula hasara duniani na akhira, huwa al-khusran al-mubin, huko ndio kula hasara kuliko wazi. Maana angalau mtu ale hasara duniani akapate faida akhira, au angalau kapata faida duniani akhira. Wengine ndio wanasema ashampate duniani lakini akhira nkachongomoto, sio? Lakini huyu hapati popote, amekula hasara dunia yake na akhira yake. Wa minan nasi, kuna baadhi ya watu, man ya'budu Allah, wanamuabudu Allah ala harfin, ncha. Fa in asabahu khairun, akifikwa na khairi, idma'anna bihi, anapata utulivu, anatulia kwenye dini, anakuwa yuko kwenye dini vizuri, maana hajapata misukosuko. Lakini wa in asabathu fitnatun, akipata mtihani, inkalaba, anaanguka ala wajhihi, kwa uso wake, khasira dunia, huo ni ulaji wa hasara wa duniani, wal akhirah, na akhirah. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, huko ndio kula hasara kuliko kuwa wazi kabisa. Inasemekana katika baadhi ya tafsiri, kuna watu walikuwa wanatoka huko walikotoka, wanakuja Madina kusilimu. Wakisha silimu pale, mtu anakuja na mkewe, anakuja na ngamia wake au kondoo wake au ng'ombe wake. Sasa akifika pale, mke wake akijifungua mtoto wa kiume, halafu na wanyama wake wakazaa, anasema hii dini nzuri na umji mzuri wa kuishi. Lakini akijifungua jike, kipindi kile jike ni aibu, au hakupata kabisa, basi asema hii dini hii itakuwa atoka kabisa, ndio inkalaba ala wajhi. Pia katika tafsiri nyingine ni hizo, lakini tafsiri hasa ni kwamba wapo watu kwenye dini wako nchani, hawataki shida wao. Yani wao kama haijatokea matatizo, ni Muislamu yupo, utakuta uko nayo Muislamu. Lakini kukitokezea purukushani yoyote kwenye dini, yeye huyo shekhe humuone akukimbia. Tuelewana hizo ni tabia za kinafiki kwa ufupi, tunatakiwa tusiwe nazo. Wa minan nasi mutaribu, kuna watu wanayumba yumba, ya'budu Allah ala shakkin, yani wanamwabudu Mungu kwa wasiwasi. Fa in asabahu khairu, akipata khairi, min sihati, kwa mfano kapata uzima wa afya, wa ghina, kapata utajiri, istamarra ala imanihi, aendelea na imani yake nzuri, wa ibadatihi, na ibada yake lillahi, kwa Allah. Lakini wana asabahu ibtilaan, akifikwa na mitihani, mfano bimaradhi, kapigwa maradhi kwa mfano, wa fakri, au mambo ya ufakiri, haya mambo kidogo yamekuwa mabaya kidogo, vurugu, tashaama bidini, anaiona nuksi dini yake. Tashaama bidini, anaiona nuksi dini yake, ndio imemletea shida hiyo. Basi fartadda anhu, anaritadi kwenye dini. Khasira duniyahu, imekula hasara dunia yake. Falan yazidahu kufruhu, kwa sababu haitamzidishia kufuru yake hiyo hadhan, haitamzidishia hadhi yoyote. Minad dunia, si duniani. Lam yuktabu lahu, haandikiwi lolote katika jema lake duniani. Wa khasira akhiratahu, na pia amekula hasara na akhira yake. Bima yalqahu, kwa yale atakayopambana nayo, min adhabillahi, kutokana na adhabu ya Allah. Dhalika huwa al-khusranu al-wadih, hiyo ndiyo hasara iliyo wazi kabisa. Wa minan nasi mutaribun, katika watu wako wanaoyumbayumba, ya'budu Allah ala shakki, wanamuabudu Allah kwa shaka, kwa wasiwasi, hawana imani sahihi. Fa in asabahu khairun, wao wakipata khairi, min siha, kama vile uzima, mtu kapata uzima, wa ghina, kata utajiri, istamarra ala imani, huendelea na imani yake,
wa ibadati lillahi, na ibada yake kwa Allah anaendelea. Wa in asabahu ibtilaa, lakini akikumbwa na mtihani kama vipi? Bimaradhi, pengine maradhi, wa fakri au ufakiri, tashaama bidini, anaiona korofi dini yake. Jamani, haya yawezekana na mimi nayo yatuhusu usije ukatafsiri ukafikia mbali wewe ukajitoa. Na sisi tujiingize ni hivi kwamba tuko kwenye dini. Mfano tuko darasani hapa tunasoma, si ndio tuko kwenye dini. Sasa kuna watu mambo yakienda vizuri huko ya kimaisha mzima, mambo ya maisha yanakuwa vizuri, basi anakuwa ustazi mzuri, kila siku atakuja darasani. Sawa? Lakini akifikwa na ufakiri, je? Kidogo mambo haendi vizuri. Tufahamiana? Waja wewe. Usiniambie, jiambie mwenyewe kichwani mwako. Waja. Uonekane bwana na utakimbia tu. Kwa sababu nini? Maisha. Ndio fakari Utakatisha darasa, pengine hata hiyo swala yenyewe pia ukatishe, uwe unazipangilia, unazishona pamoja kama mshikaki, unaziswali kwa pamoja zote, au pengine huswali kabisa. Kwa sababu ya nini? Maisha. Fakri imekukumba, basi kwenye mambo ya ibada huhudhurii tena. Inavyotakiwa wewe uwe ni mwenye ibada, ni mwenye dini katika mazingira yote ya kheri na ya shari, yaliyokuwa ya furaha na hata katika hali ya matatizo, wewe usiache ibada zako. Basi anasema wa in asabahu ibtilaa bimaradhin, akisibiwa na mitihani ya kupigwa maradhi, wa fakri au fakiri, tashaama bidinihi, anaanza kuiona korofi nuksi dini yake. Fartadda anhu, anaritadi, anarudi nyuma na dini hiyo. Khasira duniyahu, huyo atakuwa amekula hasara dunia yake. Kwa nini? Falan yazidahu kufruhu, hiyo kufuru yake haimzidishii hadhi yoyote mina dunia, katika dunia. Lam yuktabu lahu, hapaandikiwi lema lake, hata kama unatenda huandikiwi, hapaandikiwi kwake. Wa khasira akhiratuhu, na pia atakuwa imekula hasara akhira yake pia. Bima yalkahu min adhabi llahi, kwa sababu yale atakayokutana nayo katika adhabu ya Allah. Dhalika huwa alkhusranu alwadhi, huko ndio kula hasara kuliko kuwa wazi kabisa. Yad'u min dunillah, wanaabudia kinyume cha Allah. Ma, vitu ambavyo la yadhurruhu, haviwezi kumletea madhara hata akiviasi. Yani zile sanamu zile ambazo wanaziabudu, hata ukiziasi wende ukazitukane pale, si ndio? Piga vibao pale, chukua visu zichinje, zile haziwezi kukudhuru. Ndio wanaabudia wao vitu kama hivyo ambavyo la yadhuru, haviwezi kuwadhuru hata wakiviasi. Wa maana vile ambavyo la yanfa'u, haviwapi manufaa hata wakivitii vipi na wakiviabudu, havileti manufaa. Dhalika huwa dhalalul ba'id, huo ndio upotevu, tena upotevu wa baidi, mbali kweli kweli. Yani mtu kapotea mbali kweli kweli. Yani sawa na wewe unataka kuja msikitini hapa, eti umepotea, umekwenda kuangukia daraja bovu, unaulizwa vipi? Na utafuta muhajirina. Si angalau ungepotelea hapo Mkarafuni. Yani upotevu wa baidi, yani mtu anapokwenda ni kwengine na alikopotelea mbali kweli kweli, kwamba unaabudia kitu ambacho hata ukikiasi hakikuletei madhara na hakina manufaa, hata ukikitii vipi hakikusaidii lolote. Huu ni upotevu uliokuwa mbali kweli kweli. Mtu kama kapotea, basi inafananishwa na mtu ambaye kapotea mbali kweli kweli. Yani anapokwenda, anapokusudia, na kule alikoangukia ni mbali sana. Ad-dalalul ba'id, upotevu wa mbali sana. Yad'u, wanaabudia min dunillahi, kinyume cha Allah. Ma, vitu ambavyo la yadhuruhu, haviwezi kumdhuru yeye hata akiviasi. Wa maana vile ambavyo la yanfa'uhu, havimnufaishi hata akivitii. Dhalika, kufanya hivyo, huwa dhalalul ba'id, huko ndio kupotea kuliko kuwa kwa mbali kweli.
ya'budu min dunillah, anaabudia kinyume cha Allah, asnaman, wanaabudia masanamu ambayo la tadhurruhu, hayamdhuru, in asaha, hata akiasi hayamdhuru, wala yanfa'uhu, wala hayamnufaishi, in ataaha, hata akiati. Dhalika dua, huko kuabudia liasnami, kuabudia sanamu, la tadhurru, ambayo hayadhuru, wala tanfa, wala hayanfaishi, huwa dhalalul baidi, ndiyo upotevu wa mbali, anil haqi, mtu kapotea kutokana na haki. Yaabudu min dunillah, anaabudia kinyume cha Allah, asnaman, masanamu ambayo la tadhurruhu, hayamdhuru yeye, hata in asaha, hata akiasi, wala tanfa'uhu, wala hayamnufaishi, in ata'aha, hata akiyatii hayamnufaishi. Tuko muabudu Allah kwa sababu Allah ukimuasi yeye anadhuru, atakuletea shida, na ukimtii yeye utapata manufaa mengi, ndio kuabudu. Lakini wanaabudia vitu ambavyo hata wakiviasi havina madhara, hata wakivitii havina manufaa yote. Wala tanfa'u in ata'aha, dhalika du'a'u li asnami, huko kuabudia sanamu ambazo la tadhurru wala tanfa'u, haziwezi kudhuru wala kunufaisha, huwa dhalalul baidi, huo ndio upotevu uliokuwa mbali, anil haki, kutokana na haki. Yad'u, anaabudia, laman, kwa yule ambaye dharruhu, kwenye ambalo madhara yake yeye, aqrabu, yapo karibu zaidi, min naf'ihi, kuliko manufaa yake. Yani kule ukiabudia hicho anachoabudia kumdhuru yeye, ndiyo kuko karibu zaidi kuliko manufaa. Yani anaabudu anufaike, hanufaiki, bali akiabudu ndo anadhurika, kwa sababu atamkera Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa inakuwa kule kuyaabudu ni sababu ya yeye kupata madhara, kwa sababu ataadhibiwa na Allah. Kwa hiyo yad'u, anaabudia, laman, kitu ambacho dharruhu, yani madhara yake, aqrabu, ndiyo yapo karibu zaidi, min naf'ihi, kuliko manufaa yake. Yani kile anachokifanya madhara ndiyo zaidi kuliko manufaa, hakuna. La bi'sal maula, anasema ni msaidizi mbaya sana huyo unayemwabudu. Wala bi'sal ashir, na pia ni bi'sal ashiri, yani ni mnusuruji aliyekuwa mtetezi mbaya. Yad'u laman dharruhu, wanaabudia au anaabudia kile ambacho dharruhu, madhara yake, aqrabu, yapo zaidi, karibu zaidi kudhurika, min naf'ihi, kuliko manufaa yake. La bi'sal maula, yani ni mola mbaya sana huyo anayemwabudia, ni mbaya sana, ni msaidizi mbaya. La bi'sal maula, ni msaidizi mbaya, wala bi'sal ashiri, na ni mtetezi mbaya. Maana hawezi kukutetea chochote wala hakusaidii chochote, lakini wewe ndio unanyenyekea pale. Yadu hadha alkafir, anaabudia kafiri huyu, alladhi ya'budu alasnama, ambaye anaabudia sanamu, man dararahu, jambo ambalo madhara yake, almuhaqqaqu, yamethibitika zaidi, tena aqrabu, yapo karibu zaidi kumfika, min naf'ihi almafqudi, kuliko manufaa ambayo hayapo kabisa. Manufaa yenyewe anapata mafqud, hayapo manufaa anapata. La saa almaabud, ni ubaya ulioje wa kiabudi wacho, alladhi, ambacho dharruhu, madhara yake, aqrabu, yapo karibu, min naf'ihi, kuliko manufaa. Saa nasiran, ni mnusuruji mbaya, liman, kwa yule ambaye yastansiruhu, anayetaka kunusuriwa na Mungu kama huyo. Wa sahiban, na ni rafiki mbaya, liman yashabuhu, kwa yule mwenye kukaa naye rafiki kama huyo. Yani unakuwa na rafiki ambaye kukudhuru ni zaidi kuliko kukunufaisha. Mtu kama huyo huwezi kukaa naye, na ukiwa naye huyo inaonekana wewe akili zako zina mashaka. Yad'u hadha alkafir,
anaabudia kafiri huyu, alladhi ya'budu al-asnama, huyu kafiri ambaye aabudia sanamu, man, huyu ni mtu ambaye dhararuhu, yale madhara yake, almuhaqqaq, madhara ya anachokiabudu yamethibitika, uhakika kabisa kwamba madhara pale yatapatikana kwa kule kuabudu kwake. Kwa ina maana kujiepusha na madhara ni kutokuabudu. Dhararuhu muhaqqaq, madhara yake ni yenye uhakika yatapatikana, akrabu, yapo karibu kumfika kwa kule kuabudu, min naf'ihi, kuliko manufaa pale hakuna. Almafkudu, manufaa hapana, hayapo kabisa, yameondoka. La saa almabudu, ni ubaya ulioje wa huyu muabudiwa, alladhi, yani kuabudia ambaye dharruhu, madhara yake, akrabu, ndio yapo karibu zaidi kukufika, min naf'ihi, kuliko manufaa yenyewe. Huyu ni muabudiwa mbaya sana. Saa nasiran, pia ni mnusuruji mbaya sana. Yani eti wewe wataka unusuriwe na kitu ambacho kumbe kule kukudhuru ni zaidi kuliko kukufaidia. Liman yastansiruhu, kwa yule ambaye anataka mnusura kwa huyo. Wasahiba, na pia ni rafiki mbaya, liman yashibuhu, kwa yule mwenye kufuatana naye rafiki kama huyo, ambaye madhara ndio anakuletea zaidi, manufaa hakuna kabisa. Inna Allaha, hakika Allah, yudkhilu alladhina amanu, atawaingiza wale walioamini, wa amilu salihati, na wakafanya mema, jannatin, katika pepo, tajiri, zinazopita, min tahtiha al-anharu, chini ya majumba yake yanapita mito. Inna Allaha yaf'alu ma yurid, hakika Allah afanya atakacho. Usije ukaona sasa kwa nini awaingize peponi wengine? Afanya atakavyo, wala haulizwi. Inna Allah, hakika Allah, yudkhilu alladhina amanu, atawaingiza wale walioamini, wa amilu salihati, na wakafanya mema, jannati, katika pepo. Allah tujalie na sisi pepo ambazo tajiri min tahtiha al-anharu, zinapita chini yake mito. Inna Allaha yaf'alu ma yuridu, hakika Allah afanya anachokitaka yeye. Inna Allaha, hakika Allah, yudkhilu alladhina amanu bihi, atawaingiza wale amanu bihi, waliomuamini yeye, wa amilul a'mala, na wakafanya matendo salihati, mema, atawaingiza katika jannati tajri, pepo zinazopita, al-anharu, mito, min tahti kusuriha, chini ya majumba yake. Inna Allaha yaf'alu ma yuridu, hakika Allah afanya anachokitaka, min rahmatin man yarhamuhu, kutokana na huruma kwa yule mwenye kumhurumia, wa ikaba, na kumuadhibu, man yuaqibuhu, yule anayetaka kumuadhibu. La mukarrahu lahu, Allah hatozi nguvu subhanahu, kwamba labda bwana huyu adhibu, mpige huyu, huyu muache bwana, hatozi nguvu yeye, afanya atakacho. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu, hakika Allah atawaingiza wale walioamini bihi, kumwamini yeye, wa amilu al-a'mala salihati, na wakafanya matendo mema, jannatin, atawaingiza katika pepo, tajiri, zinazopita, al-anhara, mito, min tahti kusuriha, chini ya majumba yake. Inna Allaha yaf'alu ma yuridu, hakika Allah afanya anachokitaka, min rahmati man yarhamuhu, kutokana na kuwarehemu au kuwahurumia wale anaotaka kuwahurumia, wa ikabi, na kuwaadhibu, man yuaqibuhu, wale anaotaka kuwaadhibu. La mukarraha lahu, hakuna mukarriha lahu, wa kumtoza nguvu yeye, subhanahu, aliyetakasika. Man kana yadhunnu, yoyote aliyekuwa anadhani ya kwamba allan yansurahu, kwamba hatonusuriwa mtume Allahu, na Allah, fi dunia, hapa duniani, wal akhira, na akhira, basi faliyumdidi bisababi, na afunge kamba. Faliyumdidi bisababi, na afunge kamba. Wapi? Ila samai, kwenye dari ya nyumbani kwake. Funga kamba darini, chingia chumbani mwako, funga kamba juu, sawa Halafu ukishafunga kamba, jitie hapa shingoni, sawa. Tafuta stuli, panda juu, au kwenye meza kama hii, funga kamba juu, jitie kitanzi hapa. Ukishajitia kitanzi,
halafu thumma liyaqta, kisha huku chini piga mtama huku, kata huku chini. Maana yake unafanyaje? Uninginie, jinyonge. Alafu tuone hali yudhihibanna kaiduhu, je, itaondosha kitimbi chake hichi, kitaondosha mayaghidhu, kile kimkeracho. Sawa? Kawaida eti mtu kakerwa, kagombwa, anajinyonga, si ndio? Au na adha, ukishajinyonga kile kilichokukera ndio kishaondoka. Aya inazungumzia kwa yule ambaye ana wasiwasi na Allah kwamba hawezi kuipa ushindi dini yake, kwamba hatompa nusura mtume wake. Lakini ni inazungumzia kwa yoyote yule ambaye wewe kama una matatizo pia. Tupo una matatizo, unaona bana mimi matatizo bana, shida bora, si ndio? Allah bana haninini, tumia jinyonge tuone, halafu itakuwa shida yako ishafanyaje? Ishaondoka. Unaulizwa itakuwa ishaondoka ndo basi. Yani yoyote anayejinyonga, lau kama anatokezea mtu pale baada ya kujipiga mtama chini pale tayari aninginia pale, kwa sekandi mbili tu ingetokea mtu akawahi akakata ile kamba, shehe hajaribu tena hata siku moja huko. Lakini kwa sababu akishakaa pale hana hatua kumsaidia tena. Lakini kama atokea mtu akawahi pale, huyu hata ukimwambia sheke hii kamba fanya tena, hafanyi. Kwa maskhara wewe. Allah auliza, ukishajinyonga kwa hilo linalokuona wewe shida ndio ulishaondoka? Si kitendo chako cha kujinyonga, hali yudhihibanna kaiduhu, kitaondosha hichi kitimbi chake alichokifanya, kuondosha ile yaghidhu yenye kumkera, atakuwa ndio shaondoka. Hugombwi tena, au sio? Sasa utakuwa hugombwi na baba yako na mama yako, wenda gombwa huko na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza mkufa kafiri. Kwa hiyo eti wewe umeona shida kwa sababu ya kugombwa tu. Tuko pamoja? Au pengine mtu kaona shida eti kwa sababu tukamkosa fulani, si mimi nampenda sana nimemkosa kanikataa. Ukishajinyonga ndo kakutaka? Shampata? Ndio unakwenda kukuta balaa kubwa. Man kana yadhunnu, yoyote ambaye anadhani alla yansurahu, kwamba hatonusuriwa, lan yansurahu, hatonusuriwa mtume Allahu na Allah fi dunia, duniani, wal akhirah, basi faliyumdidi bisababi, na afunge kamba ila samai, kwenye dari yake. Ingia chumbani, funga kamba shaka, alafu bana mlango, funga kamba juu ya dari. Thumma liyaqta, kisha kata huku chini, maana yake huku chini angusha kile ulichokanyagia uninginie. Alafu faliyandur, aangalie hal yudhihibanna kaidu, je, itaondosha kitendo chake hichi yale ambayo yaghidhu, yaliyokuwa yakimkera, atakuwa ishaondoka. Man kana yadhunnu anna Allah, anayedhani kwamba Allah la yansura nabiyahu, hatomnusuru nabii wake sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah, basi faliyumdidi bihabli, na afunge kamba ila sakfin, kwenye dari baitihi, ya nyumba yake. Thumma, kisha liyakhtanika, ajinyonge bihi, kwa kamba hiyo. Atadinyonga vipi? Bikat'i nafsahu, bikat'i nafsi, kwa kukata nafsi yake, anil ardhi, ajikate huko ardhini, huko asikanyage. Shafahamika hiyo Thumma liyandur, kisha aangalie hali yudhihibanna dhalika, je, litaondosha jambo hilo yajiduhu, kile anachokipata fi nafsini mwake, minal ghaidhi, katika hasira. Fallahu nasirun nabiyya, kwa hiyo Allah atamnusuru mtume wake. Sha almuanidu, akitaka jeuri, aba, au jeuri akatae, yeye Mungu atamnusuru mtume wake.
Man kana yadhunnu, yoyote anayedhani anna Allah la yansuru nabiyahu, kwamba Allah hatumnusuru nabii wake sallallahu alaihi wasallam fi dunya, duniani, wal akhirah, na akhirah, faliyumdid bihabli, na afunge kamba ila sakfi baitihi, kwenye dari ya nyumba yake, thumma liyahtanika, kisha ajinyonge bihi, kwa kamba hiyo. Kivipi? Biqat'i an ardi nafsahu, kwa kule qat'i nafsihi, kujikata huku yeye mwenyewe, ajikate huku mwenyewe, manake huku chini huku ajidondoshe. Tuelewana? Anil ardi, kutokana na ardhi, asiguse ardhi. Sasa aiwe huku aninginia chini aguse. Thumma liyandur, kisha aangalie, hali yudhibanna, je litaondosha tendo hilo, ma yajiduhu, kile anachokihisi, alichokuwa kikipata, fi nafsini mwake, min alghaidi, katika hasira au chuki. Fallahu nasiru nabiyahu, Allah atamnusuru tu nabii wake, sha almuanid am aba, atake jeuri au jeuri asitake shetani, Allah atamnusuru tu. Na min fawaidi alayati, miongoni mwa faida za aya hizi, kwanza kabisa, asbabul hidayah, imma ilmun yusilu bihi ila alhaqi, au hadin yadulluhum ilayhi, au kitabun yuthiqu bihi yahdihim ilayhi. Asbabul hidayah, sababu za kuongoka. Asbabul hidayah, sababu za kuongoka au kufikia malengo, ni hizi zifuatazo: imma ilmu, imma elimu, uwe na elimu, si elimu tu, elimu ambayo yusilu bihi ila alhaq, ambayo itamfikisha kwenye haki. Maana kuna watu wana elimu lakini wana elimu haziwafikishi kwenye haki. Kuna watu wana PhD, wengine sijui ni profesa, lakini makafiri tupo, wengine ni wanafiki, wengine ni waasi. Kwa hiyo elimu zao haziwapeleki kule kwenye haki, na ile inakuwa sio elimu. Ndio maana ukisoma definition ya elimu, sawa, definition al-ilmu, wanatoa aina mbili. Al-ilmu maana yake kilugha, maarifatu shay'i ala ma huwa alayhi, ni kukijua kitu vile kilivyo, ndio inaitwa na elimu. Unakijua kitu vile kilivyo, ndivyo unakijua. Lakini elimu kwa maana ya kisheria, maarifatullah, ni kumjua Allah, wa maarifatu nabii, kumjua na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa maarifatu dini islami bil adilla, na kuijua dini ya Kiislamu tena kwa dalili, kwamba unajua kwamba hili dalili yake ni hii, hili dalili yake ni hii, hili dalili yake ni hii. Hiyo ndio elimu. Kwa hiyo elimu kwa maana ya kisheria ni sababu mtu ya kuongokewa, kuwa na elimu ambayo yusilu, itamfikisha bihi, elimu hiyo, ila alhaqi, kwenye haki. Hilo la kwanza. Au hadin, au apate muelekezaji. Hadi ni ule anayekamata mtu au kipofu haoni, anamshika mkono kumpeleka, ndio hadi. Sawa, awe na elimu hiyo moja. Pili, au hadi, awe na mshika mkono wa kumshika mkono, ambaye huyu hadi yadulluhum, ambaye atawafahamisha ilahi, kwenye hiyo haki yenyewe. Kwamba kama huna elimu, basi upate mtu akushike mkono, akuelekeze, bwana we, twende, pita hapa, mpaka ufike pale kwenye haki yenyewe. Hizo ni katika sababu. Lakini au kitabi, au awe na kitabu, ambacho kitabu hichi yuthiqu bihi, ambacho anakiamini, kitabu ambacho madha anakiamini, yuhdihim ilayhi, ambacho kitawaongoza kitabu hicho. Haya matatu ni asbabul hidayah. Al-ilmu, asbabul hidayah, sababu za kuongoka. Imma ilmun, imma ni kuwa na elimu ambayo yusilu bihi, itamfikisha elimu hiyo ila haki, kwenye haki.
au hadi au apate mshika mkono, yani wa kumuelekeza, yadulluhum ilay, ambaye atawafahamisha ilay kwenye hiyo haki, au kitabi yuthiqu, au awe na kitabu ambacho anakiamini, madhubuti bihi, yahdihim ilayhi, kiwaongoze kitabu hicho, waongozwe kwenye hicho kitabu. Hapo ni sababu za mtu kupata uongozi. Lakini pili, alkibru khuluqun, kiburi ni tabia ambayo yamna'u min at-tawfiqi lilhaq. Kiburi ni tabia ambayo inamzuia mtu asiafikishwe kuipata haki. Shakuwa una kiburi, basi haki huwezi kuifika, hata kama waiona ile, lakini ndio kiburi, basi inakufanya sababu ya kutokuwafikishwa. Huwezi kuwafikishwa kuipata haki kwa sababu ya kiburi. Al-kibru, kiburi, khuluqun, ni tabia mbaya ambayo yamna'u min at-tawfiqi lilhaqi, inamnyima mtu, inamzuia mtu kutokuwafikishwa katika haki. Lakini tatu, min adlillahi, katika uadilifu wake Allah, annahu la yuaqibu, Allah si mwenye kuadhibu illa ala dhambi, isipokuwa anaadhibu kwa juu ya makosa, kwamba mtu kafanya kosa ndio anamadhibu. Ndio anasema laisa bidhallabi lilabidi, yeye si mdhulumu wa mja, haadhibu ila kuna kosa ndio anakuadhibu. Kama huna kosa hakuadhibu. Min adlillahi, katika uadilifu wa Allah, annahu la yuaqibu illa ala dhambi, Allah haadhibu ila kuwe na dhambi, kuwe na kosa limefanywa ndio adhibu. Lakini mwisho kabisa, Allahu nasiru nabiyahu, aya zinaonyesha kwamba Allah ni mwenye kunusuru nabii wake, atamnusuru tu, wa dinahu, na dini yake atainusuru tena, walau kariha alkafiruna, hata makafiri wachukie, Allah dini yake na nabii wake atamnusuru, atampa msaada. Allahu nasiru nabiyahu, Allah atamnusuru, atamtetea nabii wake, wa dinahu, na ataitetea dini yake, hata watu wakiacha kuzitetea hizo, tena walau kariha alkafiruna, hata wakichukia makafiri, Allah atatetea. Yani hii ni sawa sawa na ile aya Allah aliyosema, asema in lan tansuruhu faqad nasarahu Allahu thaniya ithnaini idh akhrajahu alladhina kafaru idh huma fil ghar idh yaqulu sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Anasema illa tansuru, ikiwa nyinyi mtashindwa kumtetea Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi faqad nasarahu Allah yeye ameshamtetea na kishamnusuru. Idh akhrajahu alladhina kafaru, pale walipomfukuza makafiri kutoka Maka, akawa ni mwenye kukimbia kwenda Madina, ukimbizi ule, basi Allah alimnusuru. Idh huma fil ghari, wakiwa thani ithnain, wakiwa wawili tu, yeye na Abubakar peke yao, Allah aliwanusuru na akawatetea. Idh huma fil ghar, walipokuwa pangoni, idh yakulu li sahibihi, alipomwambia rafiki yake, inna Allaha ma'ana, Abubakar usipate shida, usipaparike, Allah yuko nasi, usihuzunike, Allah yuko nasi. Allah alimnusuru. Kwa hiyo anasema Allah atanusuru tu dini yake, atamnusuru mtume wake, hata makafiri wakichukia, waislamu wakiona wakae kitako wasitetee dini, Allah ataitetea dini yake. Wallahu a'lam. Inshallah tushikeni hapo. Kama kuna maswali tuulize. Inshallah. Yep. Chukua hivi sasa. Basi inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فهمنا ما لم نفهم وعلمنا ما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.